Na mpendwa, popote ulipo, karibu tena. Ni siku nyingine na kukaribisha. Tunapoendelea na mfululizo wetu wa kuangalia aya za Qur'ani kwa mfululizo wa mtindo wa uteremsho wa aya za Qur'ani. Miongoni mwa aya za mwanzo za Maka unapoziangalia na hata zile za mwanzo mapema kabisa Madina, utaona kwamba Qur'an ilikuwa inajihusisha sana na masuala ya tauhidi, kwamba Mungu ni mmoja, kumpwekeza Mwenyezi Mungu. Lakini pia Qur'an imejihusisha kujenga mahusiano mema baina ya alul kitab, watu wa kitabu, ikiwa na maana ya Wakristo na Wayahudi pamoja na jamii ya Kiislamu. Wakati mateso ya Waislamu yamekuwa mengi, yamekithiri pale Maka, Waislamu walikimbilia Habasa, Ethiopia, kwa mfalme ambaye katika ulimwengu wa Kiislamu anajulikana kama Najas. Na ukiangalia aya za mwanzo katika Qur'an, kwa mfano tunakutana na suratul Bakara, sura ya pili, aya ya 256. Aya hii inasema hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini, la ikraha fil din. Hii ni aya miongoni mwa aya za Maka. Hamna yeyote kulazimishwa kuingia katika dini. Kumbuka tuliona katika suratul Kafirun anasema, ninyi mna dini yenu na mimi na dini yangu. Hamtoabudu kile ninachoabudu mimi, wala mimi sitoabudu mnachokiabudu ninyi. Anazungumza na wale mshirikina makafiri wa Maka wasiokuwa na kitabu. Kwa hiyo utaona ujumbe wa Qur'ani unakuja kuhamasisha watu warejee kwa Mungu mmoja, watu waache kuabudu wale miungu tuliosema kwamba walikuwa kiabudu watu zama za ujahiliya. Walikuwa na miungu takriban 360 imetajwa au hata zaidi, akiwemo Allah ambaye walikuwa wakimwabudu tangu zama za ujahiliya, akiwemo Allat ambaye alikuwa naaminika ni mke wa Allah, akiwemo Al-Uzza na Al-Manat ambao walikuwa naaminika ni binti zake Allah. Hasa hii yote ni sehemu ya miungu ambayo ilikuwa inaabudiwa na kulikuwa na ibada ambazo zinaendelea pale. Hasa hizi ndizo aya za mwanzo ambazo zimekuja kumzungumzia. Aya nyingine maarufu ya kipindi hiki ni aya inayojulikana kama Ayatul Kursi. Sura ya pili aya 255 inasema, Allah hakuna mola ila yeye, ndiye mwenye uhai wa maisha, msimamia kila jambo, kusinzia hakumshiki wala kulala, ni vyake peke yake vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi. Na ni nani huyo awezaye kuombea mbele yake bila ya idhini yake? Anajua yaliyo mbele ya viumbe na yaliyo nyuma yao, wala viumbe hawalijui lolote katika yaliyo katika elimu yake, ila kwa alivyopendalo Allah. Kiti chake kimeenea mbingu na ardhi, wala kuvilinda hivyo hakumshindi, na yeye peke yake ndiye aliye juu na ndiye aliye mkuu. Hapa tafsiri inaposema kwamba kiti chake kimeenea mbingu na ardhi, hapa kuna mjadala, lakini sio wa sasa hivi. Kimsingi hii ndio utaona mtizamo wa aya za mapema za kule Maka. Anaambiwa katika sura ya 26 aya 214 ambayo vile ni sura ya Maka, anaambiwa kwamba uwaonye jamaa zako walio karibu na wewe. Kwa hiyo hata ujumbe wa Muhammad ulikuwa ni ujumbe ambao ulikuwa maalum kwa ajili ya watu wake, jamaa zake walio karibu naye. Sasa tutakuja kuendelea kuangalia baada ya Muhammad mwaka ule wa 620 ni nini kilitokea mwaka wa 620. Alafu mwaka wa 622 anahama sasa pale nyumbani,
anagura pale mji wa Maka, anakwenda kwa mji mwingine unaitwa Yathrib, ambaye baadaye utabadilishwa jina na kuitwa Al-Madina Al-Munawwar. Endelea kutegea masomo haya, japo sipati muda wakati mwingine kufanya, lakini tunaendelea na mfululizo huu kutaka kuelewa ujumbe uliopo ndani ya Qur'ani. Hadi wakati huo, amani ya Bwana wetu Yesu Kristo uwe pamoja nawe. Amen.